Niliwaomba ndani ya siku 7 kwamba nitakuwa nimetekeleza utengenezaji wa bumps, lakini imechukua ndani ya siku 2 nimeweza kutekeleza ahadi yangu niliyoitoa. Huwa mimi sio mwongeaji sana, lakini kazi yangu ni vitendo. Na kazi yangu kubwa sitakuwa mwongeaji, lakini vitendo vitakuwa vinafanya kazi. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Hapa ni katika eneo la Sinoni ambako siku ya Jumapili wananchi waliandamana na kufunga barabara hii kwa kile ambacho walikieleza kwamba watu wanagongwa sana na wanapoteza maisha katika barabara hii. Lakini diwani alikuja eneo hili na kuzungumza na wananchi hao, akaeleza kwamba ndani ya siku 7 angeweza kuhakikisha kwamba anazungumza na mamlaka zinazohusika ili kuwekwa matuta katika eneo hili. Na ni kweli jana majira ya mchana ameweka tuta ambalo tuta hili linapunguza mwendo kasi wa bodaboda ambazo mara nyingi zimekuwa zikisababisha ajali katika eneo hili. Tumezungumza na wananchi wakieleza maoni yao juu ya uwepo wa tuta hili ili kupunguza mwendo kasi wa vyombo vya moto. Wamesema kwamba bamsi hii haitoshi, iongezwe nyingine kwa upande wa mbele, kwa sababu bodaboda bado wanapofika eneo hili, wanapolivuka tu wanaendelea kukimbia mwendo wa kasi zaidi. Majina langu naitwa Peter Nyasi Mkawe, ni diwani wa kata ya Sinoni. Kweli kulikuwa kuna changamoto kubwa ya wananchi wangu kugongwa mara kwa mara hapa. Baada ya kupata kusikiliza wananchi wetu wanahitaji nini, kama nilivyokuwa nimeahidi, nilikwenda kutekeleza ahadi yao. Niwaomba kwamba ndani ya siku 7 niweze kuweka bamsi, na nimetekeleza kama tulivyokuwa. Lakini kubwa ninachoomba, tunaotumia barabara usafiri, hasa waendesha bodaboda, tunaomba waheshimu sheria, wapate kwa utaratibu, kwa sababu ukiheshimu sheria unaweza kulinda watembea kwa miguu. Lakini tusipoheshimu sheria tutafanya kuweka barabara zote bumps. Lakini niwaombe sana watu wote tunaotumia barabara tuheshimu sheria. Niwaombe pia na sisi tunaotembea kwa miguu pia tuangalie ni sehemu gani ambapo tunaweza kupita ili tuweze kuheshimu sheria. Tukishirikiana wote tunaotumia, hasa waendesha kwa miguu, ajali tunaweza kuziepuka. Niwaombe hata sisi tunaotembea kwa miguu tuchukue tahadhari. Kwa mtaa wa Migungani nilivyoahidi, niliwaomba ndani ya siku 7 kwamba nitakuwa nimetekeleza utengenezaji wa bumps, lakini imechukua ndani ya siku 2 nimeweza kutekeleza ahadi yangu niliyoitoa. Huwa mimi sio mwongeaji sana, lakini kazi yangu ni vitendo. Na kazi yangu kubwa sitakuwa mwongeaji, lakini vitendo vitakuwa vinafanya kazi. Ni mahusiano yangu na juhudi zangu ambazo niko pamoja na serikali yangu, pamoja na meneja wangu wa TARURA. Nilipomweleza tatizo hili hakusita na aliweza kutekeleza kwa wakati. Kabla bamsi, ukisikiza maelezo ya wananchi wakazi wa hapa, watu wengi wameshapata ajali, watu wengi wameshavunjika, lakini wananchi baada ya kuweka bamsi kwa kweli wamefurahi, wameridhika, wameona kwa kweli wana amani, hata watoto wao kutuma dukani. Hapana, si waruhusu kwamba kwa njia ya kufanya maandamano ndio iweze kutoa changamoto, kwa sababu sasa hivi napita kusimamia kuhakikisha mitaa yote wanafanya vikao. Ile changamoto zote zinatokea ndani ya mitaa tuweze kuitatua kwa wakati. Sio mpaka watu wafe ndio tujue kuna changamoto. Changamoto hizi zimetokea, na kazi yetu changamoto ikitokea ni kupambana na kuhakikisha changamoto tunazitatua. Ndio maana unaona muda huu wa jioni nimepita hapa kuangalia kama kutakuwa na hitaji la kuweka, tutaangalia tutaweza kuongeza lingine. Wakiendelea kukimbia na sisi tuendelea kuweka speed governor kuhakikisha kwamba wanafuata utaratibu wa barabara. Tulikuwa tuna wasiwasi sana. Kuna mgonjwa yuko mpaka sasa hivi ICU. Alishagongwa bandama hana, yani nyonga hana. Waliokufa wengi hapa ambao kisirisiri, ambao waliokuwa wanakufa wanatupa kama mzoga, si wengi brother. Hatuwafahamu hao ambao waliokufa kisirisiri. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba, yani kama ubaba angelikuwa lake lote mpaka pale ambako kuliko tokeaga kuna mtoto aligongwagwa pale, na lenyewe pale lingewekwa pale. Jana yenyewe kuna mtu amegongwa hapa wa bodaboda hapa, ameanzia kule kuburuto kule, amekuja mpaka pale. Kungelikuwa kuna bamsi kama 2 angejitahidi, lakini kwa sasa hivi mmejitahidi bamsi moja. Tunachoomba kama naye anashughulika mpaka kule, angeweka na pale moja pale Suruvani pale. Mama tuuliza mtori, nyama ziko chini, mbona una mambo mengi sasa? Mbona una mambo mengi, ungekuja kwenye mic. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba brother, kama baba yetu huyu angelikuwa anashughulika mpaka pale hapo mashineni hapo. Kuna ajali moja ilitokea mwaka juzi, mtoto wa form 4 alifia pale. Kwa hiyo baba, sisi tunashukuru kwa hili swala.
kwa hili swala. Sasa hivi tutafuatilia tena ile amode kule awekwe kule. Iweke nyingine bamsi nyingine, hawawezi tunalala barabarani. Kuisha tumemaliza. Jina naitwa Teopista Kristiani. Kwanza nashukuru umoja wa kina mama umetusaidia watu wa Migungani. Vinginevyo tusingepata hili bams. Tunamshukuru diwani kwa kutuwekea hili bams. Tunasema ni asante kwa sababu ndani ya siku 7 katekeleza ndani ya siku hii moja. Tunampa diwani hongera. Tunaishi kwa matendo, tuishi kwa maneno. Tunachoomba kitu kingine, ili bamsi moja litoshi. Nadhani jana mmesikia vijana 4 wameanguka hapa. Tunaomba bamsi lingine liongezwe pale. Diwani wetu anaishi kwa matendo, sio maneno. Tunaomba tuongeze bamsi pale. Tunashukuru kwa hili. Tunashukuru sana. Tunashukuru kwa sababu tumelia miaka mingi, lakini ameingia ndani ya madaraka ndani ya miezi hiyo. Katenda matendo, lakini waliokuwa nyuma hata kusikiliza walikuwa hawatusikilizi. Lakini miezi 2 katuonyesha nguvu yake. Ina maana ni msikilizaji, sio mtu wa maneno. Shalalamika, ndo maana ikafika ile jukumu la mama kufunga nini? Barabara. Lakini kwa kuwa diwani ni msikivu akalitendea ndani ya siku hii moja. Kwa kweli hatukujua alikuwa na uzuru gani, wala hatukujua alikuwa na tatizo gani, wala hatukujua palikuwa na shida gani. Na maana ndio maana na sisi kushukuru diwani baada ya kufika akatutolea nguvu yake. Mimi naitwa Mbonea. Ninaishi hapa nyuma msikiti hapa. Nawashukuru kweli kwa ajili ya diwani kwa jinsi ambavyo amefanya hili ya hapa. Ila hii barabara ni nyembamba, alafu watu wanakimbizana, yani magari wanakimbia sana. Magari, pikipiki, bodaboda, ndio usiseme hiyo. Mimi nashukuru nyie kufika mahali kama hapa kuona jambo ambalo limetendeka kwa ajili ya diwani kufanya hili jambo kwa siku ambazo yani zinahesabika kama masaa, sio siku. Mimi namshukuru Mungu kwa jinsi hii, lakini tuongezee mengine mawili hapo mbele, tuongeze mawili. Itapunguza ajali kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwa kweli watoto ni wengi na shule ndizo hizi hapa. Lakini pia nafikiri ili tuweze kutimiza hili jambo pale kwenye ile kipleft ile, yani kuwe na bamsi nyingine ambayo itasababisha watu wapunguze kuanzia huko juu na huku chini pale kwenye kipleft pale mbele pale. Kama hawatazingatia sheria, bamsi zikiwekwa kutapunguza ajali kufuatana na jinsi gani. Unajua, kwa mfano kwa jinsi ambavyo hapo chini unaona Uswahilini ziko nyingi hapo na watu hawawezi kukimbiza, kwa sababu wakimbiza shungulsheba zitakatika. Kwa majina bana, naitwa Samuel Sylvester Kidenya, ni mkazi wa maeneo ya Sokon 1. Kwanza tulete shukrani kwa diwani wetu kwa kututekelezea ili bamsi. Kiukweli limesaidia na limepunguza ajali. Vijana wanakimbia sana na pikipiki, ni ndugu zetu na wanavunjika. Tuko nao katika vijiwe na walishapata elimu, lakini bado wanazidi kukimbia na pikipiki. Nashukuru serikali yetu hii ya mtaa kupitia mwenyekiti diwani wetu, tunamshukuru sana. Lakini sasa diwani anashindwa kuweka bamsi upande huu kwa sababu hii si kata yake. Tulikuwa tunamuomba mheshimiwa Mkusini Bwana Kusaga. Nafikiri yule ni mshikaji wako sana, Kusini. Mshikaji wako na ni mshikaji wetu, ni kaka yetu. Nafikiri naye pia ni msikivu, mwenyekiti wetu akishirikiana pia na mwenyekiti mwingine kiwemo Modesti. Sababu ile ni kata yake. Wangekaa washauriane ili waweze kudhibiti hapa na kuweka bamsi nyingine ili kupunguza hawa ndugu zetu, maana wanaendesha pikipiki ni ndugu zetu hawa, wadogo zetu, na ni kazi yao. Hawezi kuacha kuendesha pikipiki. Meke bamsi vizuri, lakini mnapoweka, hata mimi nimetoka kule, kweli ni safi, lakini serikali nao wewe inapaka hata kala nyeupe. Hata mtu anatoka kule, watu wametupakia sisi, wanajuoga na watatuua hata sisi. Wao sio kwamba inaua mtu inabagiza nani hapo, umesikia? Iwekwe kala nyeupe, julikane kuna moto. Mtu akija mbele anakuja na moto wake, ajua kuna kitu. Kwa nini najua rangi kala, white kala? Hasira kwa sababu wananchi wanagongwa ovyo na serikali ipo.
baada ya kuweka mawe, lakini limewezekana kwa sababu ya diwani wetu kufika katika tukio. Na pia tunaweza kumshukuru sana diwani kwa muda mfupi ambao aliweza kufika, na muda huo aliweza kufuatilia. Alitupa baada ya siku 7, lakini baada ya siku 1 iliwezekana kuweka bamsi. Ila tunamshukuru kwa kazi yake nzuri. Ila sasa hivi tunamwomba diwani hawa vijana wa mapikipiki wanaopiga milio pia aweze kulifuatilia, aunge kamati yake ya vijana ambao wanaweza kufuatilia hilo. Ila tunamshukuru sana diwani pamoja na Kusaga kwa kuweza kutufuatilia na kuturusha katika vyombo vya habari. Na haya mambo kumbe yanawezekana. Haya mambo yanawezekana, lakini tu walikuwa wanafanya masiara, lakini baada ya wamama kushikamana na kuja kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawezekana, basi iliwezekana. Watoto sasa hivi watakuwa salama, na wamama ambao wanaenda kutafuta riziki sokoni hawataweza kuwa na wasiwasi kwa watoto wao, kwa sababu shughuli nyingi sasa hivi za wamama ni kwenda kutafuta riziki na wanaacha kutafuta riziki, wanawafuata watoto shuleni. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bamsi ipunguzwe kidogo kwa sababu inatuharibia magari na bajaji. Bajaji zinagusa chini. Kwa hiyo tunaomba bamsi ipunguzwe kidogo au iwekwe rasta. Shauri wangu mimi, bamsi ziendelee kuongezwa tena kubwa zaidi, kwa sababu wadereva pikipiki wanakimbia. Bajaji ndio kama pikipiki wao. Mbona wanakimbia sana, hawezi kuangalia ni watoto, ni wazee. Mimi naomba hivi ziongezwe bamsi zaidi ya 2 au 3. Ziongezwe tena mara 2 yake. Sawa? Na pale tunataka pale NX. Liongezwe bamsi lingine pale NX pale. Liongezwe bamsi. Kwa sababu wakitoka mnara boda wanakimbia kama wameibiwa. Naomba sana. Ongea na mwenyekiti Mode. Aongeze bamsi lingine pale. Kwa sababu watoto na kosogoswa. Ni nzuri. Na inasaidia kwa sababu hapa kulikuwa kunatokea matukio. Kama unavyoelewa ndio hivyo, barabara ikaje kasimama ghafla. Mama akaleta shida kwa sababu ya matukio kama hayo, ajali hivyo. Kwa hiyo kwa kweli inasaidia. Ukitoka huko mbio mbio ukija hapo unapunguza makali, mambo yanakaa kibie. Hapana mheshimiwa. Baadhi ya vijana siwezi sema kwamba nilikuwa nakimbia alafu bamsi sio kubwa bana, hiyo ndio wenyewe. Hao wanaosema ni kubwa wanataka nini tena? Na watu walisema bamsi wanataka, wameshaikiwa bamsi pusha. Kwa kweli na washauri watii tu sheria za barabarani kama hivyo.